Kwa secretariat wako hapa kuhakikisha kuwa takwa letu la kikanuni la kikatiba linatimia. Sasa takwa hili lina taratibu zake. Ni takwa ambalo lina wajibu. Lazima uwe klabu, uwe umesajiliwa, lakini uwe umecheza kwenye ligi ya wilaya, umetoka hapo ukapata nafasi ya kucheza ligi ya mkoa. Lakini kwenye ligi ya mkoa naye pia kuna kanuni zake na taratibu zake ambazo leo hii mnazifuata. Na hizi semina zinazofanyika wakati huu ni katika kuboresha shindano lenyewe. Kwa naamini watu mlioko hapa ni watu perfect, mmekuja kwa ajili ya kuhakikisha klabu zenu kama taasisi zinatimiza wajibu mzuri kwenye ushiriki wa ligi yetu, ili mwisho wa siku tuwe na ligi bora ambayo itatoa mwakilishi bora, na mwisho wa siku tupate timu ambazo zinaweza zikasogea kwenye madaraja ya juu. Ndugu zangu, sisi kama FA tunafahamu mzigo mkubwa mlionayo katika kuendesha mpira. Tunafahamu hilo, na ndio maana tuna appreciate viongozi mnaofanya kazi ya mpira. Tunawaheshimu sana kwa sababu tunajua jinsi gani mnafanya huko chini. Kwa hiyo sisi kama FA wajibu wetu ndio huo, kuhakikisha tunaandaa mazingira mazuri ya mpira kuchezwa. Lakini tunapojenga uwezo zaidi, tutahakikisha kwa vilabu vinaendelea kupata mazingira mazuri zaidi ya kucheza, ili mwisho wa siku mwakilishi atakapopatikana aweze kutoa uwakilishi mzuri zaidi katika mashindano yetu na ligi yetu kwa ujumla. Tuna timu 16. Nipongeze secretariat. Pongeza secretariat. Kwa maana ni muda mrefu hakifika hapa. Kuna wakati tulikuwa na timu 22. Sijui tulifanya nini kidogo tukawa tumepungua sana. Lakini niwapongeze secretariat, mmepambana mpaka kufika hapa. Mna wajibu wa kumaintain hali. Mna wajibu wa kumaintain. Endeni mkacheze mpira ulio wa haki. Asante sana. Endeni mkacheze mpira ulio wa haki, aliye tayari kupata matokeo ayapate. Kila mtu atimize wajibu wake kwenye nafasi yake. Tumefanya semina na waamuzi, tumewaambia tunahitaji mpira uchezwe, sio mpira holela. Nataka mpira uchezwe, mpira unaofuata taratibu na kanuni zake. Na mwaka huu usajili tumefanya online. Tumefanya usajili online, tutakuwa tumeondokana kabisa na changamoto ya masuala ya registration of player. Kwa ndugu zangu, tunafahamu kuwa na wajibu mkubwa wa kuziandaa timu zenu, lakini ziandaeni timu zenu katika level ambayo itatupeleka hatua moja mbele. Iandaeni timu zenu kuhakikisha kuwa ukipata uwakilishi wa mkoa unakwenda mbele kweli kweli. Tumekuwa na miaka mingi sana ambayo tunapata uwakilishi wa mkoa, lakini akienda kwa ngazi ya ligi ya mabingwa wa mikoa anaishia hapa. Matumaini yangu namba kubwa ya vilabu vilivyoshiriki itatoa fursa nzuri ya mshindi kupatikana ambaye atatuwakilisha kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa, na hatimaye tutapata timu ya daraja la pili. Hawa ni watu wa technical, ndio eh? Naam. Ni watu wa technical. Sisi tunafanya siasa za mpira. Hawa wanafanya kanuni. Secretariat wenyewe hawadili, wakiweka deadline ina maana ni deadline. Lakini sisi kwa nafasi zetu bado tunaweza kujadiliana jambo fulani hivi na vile, lakini kwa katibu likishafika mwisho wa tarehe ndio limeishia hapo. Mpaka arudi tena kwangu nikifikiria wafungulie kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kufuata kanuni, sheria na taratibu, na bahati nzuri kanuni hapa mmezipitiwa. Ni wajibu wenu kuona mnapata hard copy ya hizo kanuni kama sio soft copy, ili mwisho wa siku mkaziishi hizo kanuni ambazo mnaenda kuzitekeleza kwenye mashindano. Niwashukuru sana kwa semina hii, na niwatake secretariat muendelee kuhakikisha kwa kila mnapokuwa na mashindano basi mnakutana na wenye mashindano wenyewe kwa ajili ya kuambia nini wajibu wenu na nini wajibu wao, ili mwisho wa siku kupunguza zile changamoto ambazo hazinatia. Majina naitwa Lilian Simon William, ni meneja wa timu ya Shanikago. Kuelekea ligi ya mkoa, tunashukuru makundi yamepangwa. Timu yetu imefanikiwa kuwa kwenye grupu B. Tumejipanga vizuri na tumepokea makundi, tunajiandaa na tunahakikisha kuwa tutachukua ushindi wa ligi ya mkoa wa Singida. Nawaambia wajitokeze kwa wingi kusapoti timu yetu kwa sababu tumejipanga na tumedhamiria, na tuna uhakika kwamba tutawafurahisha na tutawaburudisha, lakini tutachukua ushindi wa ligi ya mkoa
wa Singida. Kwa majina mimi natambulika kama Stone Igwe, kocha kutoka Singida Youth Football Center. Tumetoka kwenye kikao right now, imepangwa makundi vizuri. Bila bahati nzuri au mbaya, Singida Youth Football Center tumetupwa kwenye kundi la Manyoni. Kwa hiyo sisi Singida Youth Football Center tutakuwa tupo Manyoni katika harakati zetu zote za kupambana katika kuvuka kwenye hatua za makundi. Mimi kama Singida Youth Football Center na waahidi wana Manyoni, wana Singida mjini, mimi kule siwezi kwenda kutoka kwenye makundi. Nimejiandaa vizuri sana. Tutakwenda kupambana kati ya uwezo wetu na jinsi tulivyojiandaa sisi. Katika maandalizi yetu sisi tuko vizuri. Kilichobakia ni kumwomba Mwenyezi Mungu atuweze kutufikisha salama na kwenda kututangulia katika kila hatua yetu sisi tukiwa tupo Manyoni. Asante sana. Kwa majina naitwa Hassan Rashid Mwangi, katibu wa Small Tiger. Nasikiliza. Umejiandaaje? Umepokea makundi, ratiba ya makundi. Unatuambia nini? Nimepokea ratiba ya makundi. Makundi yako vizuri. Timu ambazo nimepangwa nazo ni timu hizo ambao tumecheza nao mashindano mengi. Kwa hiyo sina shaka. Timu itakayojiandaa vizuri ndio itakayopata ushindi. Si vinginevyo. Kwa upande wa timu yako? Upande wangu nimejiandaa vizuri na najiandaa kuchukua kombe. Kwa jina naitwa Shabani Hamis, Technical Director wa Singida City. Tunashukuru makundi ya ligi ya mkoa wa Singida yamepangwa. Tumeridhika kwa sababu tumeokota sio wenyewe vile vikaratasi na nadhani ligi itakuwa ngumu sana. Ukiangalia yale makundi yako manne. Yale makundi manne mwaka huu yamejipanga. Yamejipanga sana. Kila timu inaonyesha kwamba inautaka ubingwa. Yaani naona ligi ya mwaka huu itakuwa ngumu sana. Hata sisi Singida City inabidi tukajipanga kwa sababu hata kundi letu ni kundi la kifo. Kuna Magic bingwa wa mwaka jana. Kuna Merumba bingwa mtetezi wa zamani. Kuna Singida City ndio tunataka ubingwa. Kuna Makuru wametuma kutoka huko Singida DC wanataka tena ubingwa. Kwa hiyo tunatakiwa tujipange.